Hofu na simanzi vimetanda miongoni mwa wakazi wa eneo la Rwanzari, manispaa ya Tabora, ambapo ni kufuatia tukio la kuuawa kwa mwananchi mmoja katika mazingira ya kutatanisha aliyefahamika kwa jina la Thabiti. Kifo hicho kimeibua maswali mengi kuhusu usalama wa wananchi, huku viongozi wa eneo na wakazi wakitaka hatua madhubuti zichukuliwe ili kuzuia matukio kama haya yasijirudie. Waliopata nafasi ya kuzungumza na TBR24 pamoja na ZVP FM wameeleza walivyopokea taarifa za tukio hilo, na wamezungumzia marehemu na kutoa wito kwa serikali kuboresha ulinzi na usalama. Ninaitwa Ali Said Kondela, ni mjumbe wa baraza la mashehe BAKWATA wilaya, na nipo hapa katika msiba wa ndugu yetu Thabit Uyaga. Ustadhi Thabit Uyaga ni mwanaharakati katika mambo ya dini, lakini pia mwanajamii, mtu ambaye amehusika sana katika mambo ya kijamii na katika mambo pia ya Kiislamu hasa. Amejitoa kwa kiwango kikubwa, ndio maana unaona umma mkubwa na viongozi wa dini hapa tumekuwa wengi, kwa sababu yeye ni sehemu ya watendaji wazuri katika masuala ya dini, lakini vile vile kijamii, na majirani pia wamekuwa wakikubaliana na hilo kwamba alikuwa ni mtu mwema. Thabiti, kifo chake kimetushtua, na mashekhe wamesema hapa ameuawa hali ya kuwa amedhulumiwa. Ameuawa bila ya kosa, bila ya sababu yote. Tunavyomjua Thabit amedhulumiwa, lakini hata kama itakuwa kuna tatizo, bado watendaji wa jambo hili wamefanya makosa kidini na hata kwa mujibu wa sheria ya serikali yetu ya Tanzania, na hili jambo kweli hatulipendi. Matukio kama haya maeneo haya yamekuwa ni kama kawaida, yamekuwa ni matukio mbalimbali, matukio yanayojirudia, hayaichukui muda. Kuna matukio yanatokea ya kuuawa watu, lakini kunyang'anywa vitu na vijana vibaka na tuseme ni majambazi kwa kifupi. Jambo hili kwanza tunalaani kama viongozi wa dini, kama wanajamii, jambo hili tunalaani. Na pili, tunaiomba serikali, kama sio kuitaka, serikali ichukue hatua madhubuti kabisa, kwa sababu hawa wanaotenda ni wanajamii wenzetu, wanaishi katika majumba yetu, na kwa vyovyote wanaeleweka kulingana na mihimili ya serikali yetu, watakuwa wanaeleweka. Ni vijana ama wazee ama ni watu ambao wanaishi katika majumba ambayo yanaeleweka kwamba huyu mtu yuko hapa na hajulikani kazi zake, hajulikani shughuli zake, bali anatia wasiwasi. Kwa hivyo watu kama hawa ni wa kuendea mbio tukaondosha jambo hili, kwa sababu linatuvunja nguvu. Linatuvunja nguvu kwamba kutakuwa hakuna amani, lakini vile vile linatutia uoga. Sisi Waislamu tunatoka usiku kwenda kusali alfajiri, tunatoka usiku wa giza kwenda kusali, lakini pia tunatoka kwenda kusali usiku wa giza kwa sala al-Isha. Miezi ya Ramadhani tutakaa msikitini mpaka saa 6 saa 7 usiku. Tutakuwa hatuna amani kama ambavyo tumezoea kuishi katika maisha ya amani na kufanya ibada kwa utulivu na furaha. Sasa tunalaani kitendo hiki, lakini vile vile tunaiomba serikali kwa nguvu zote ichukue hatua kwa matukio kama haya, na mrejesho patikane kwa wananchi kwamba hatua zimechukuliwa, na isifikie mahala kuonewa huruma mtendaji wa jambo hili, kwa sababu ameua bila ya huruma, kadhulumu roho ya mtu, kadhulumu mali, kadhulumu watoto. Marehemu ana familia. Leo hii watoto wamebaki hawana baba, watoto hawana muangalizi, mke ama wake zake hawana muangalizi, msimamizi wao. Wamewarudisha nyuma hatua 100 katika maendeleo yao ya binafsi na ya ujenzi wa nchi. Naye mwenyekiti wa eneo hili anazungumzia kwa mshutuko mkubwa aliopata jamii baada ya tukio hilo, akieleza sifa za marehemu pamoja na wito wa kuimarishwa kwa ulinzi na usalama. Jana ilikuwa ni majira ya saa 2 asubuhi, nilipigiwa simu na wananchi, nikapata taarifa ya kwamba ndugu yetu Bwana Thabit, mwananchi wetu, amefariki dunia kwa kuvamiwa. Na kwa hivyo kama viongozi wa serikali ya mtaa tumepokea taarifa hiyo, na kwa masikitiko makubwa tunasema kilichotendeka sicho ambacho inahitajika mtu kufanyiwa kama binadamu. Kwa hivyo tuondokane na ile hali ya ukatili ambao unaoendelea kufanyika katika taifa letu, kwa maana ya kwamba
watu wengi wanafanya hayo kwa kutokuwa na imani, lakini taifa letu lina desturi ya utamaduni mzuri wa kuishi kwa amani. Kwa hivyo mimi nitoe wito kwa wananchi wote wa taifa letu la Tanzania kwamba kinachoendelea kufanyika kwa baadhi ambao hawana imani ya kibinadamu na hisi wanatoka katika utamaduni ambao sisi tuliouishi tumeukuta kwa wazazi wetu na wazee wetu. Mimi nitoe wito wa kusema kwamba haya yanayoendelea nadhani ni kutowekwa kwa imani, na watu wanaofanya hayo wana imani potofu na tamaa zao ambazo inawezekana sizo kuwafanya wao waweze kufanikiwa. Cha msingi waweze kufanya kazi kwa juhudi na Mwenyezi Mungu atawasimamia na watafanikiwa kwa kile ambacho. Na mwito wangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wadumishe ulinzi katika mazingira mbalimbali. Mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa tumekuwa tukipambana katika hali tofauti ya mazingira, na matukio haya yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara mabinti kubakwa na matukio mengine ya uvamizi wa kuvamiwa watu, kunyang'anywa vyombo vya moto na matukio mengine ya ukatili ambayo tumeona kwamba hayo mazingira yanayofanyika ni kwamba ni kutowekwa kwa imani, lakini pia vile jeshi la polisi. Na huyu ni mmoja ya wakazi wa eneo hili anayesimulia jinsi alivyopata taarifa za tukio hilo na kueleza hofu iliyotanda miongoni mwa wananchi, huku akiwa ni miongoni mwa wale walioumia na kusikitishwa na kifo cha mwananchi huyo, huku akiomba pia serikali kuchukua hatua za kuongeza ulinzi katika eneo hilo pamoja na kufanya usafi wa eneo hilo ili kuondoa maeneo ambayo hayastahili. Hizi taarifa kibinafsi yangu mimi nimezipata saa 4 ndio nimesikia. Lakini pia Ustaz Thabit alikuwa ni mtu mzuri, mcheshi, mkalimu, asiyependa ugomvi na watu. Ndio hivyo tulivyokuwa. Kwa hilo hatuna la kusema isipokuwa tu Mungu amlaze mahali pema huko peponi, amsamehe makosa yake, ndio hivyo kashatangulia. Serikali wadhibiti hayo matatizo. Ni kama hiyo sehemu aliyopatia matatizo Ustaz Thabit, wangebidi wayasafisha hayo maeneo, wayaondoe hayo mavichaka na kufanya pale sehemu pazuri, maana ni matatizo yanatokea mara kwa mara huko. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kusema wana matumaini kwa kilio chao kitasikilizwa, huku wakisisitiza kuimarishwa kwa ulinzi na usalama na kufanya usafi katika maeneo mbalimbali kutasaidia kurejesha utulivu na kuondoa hofu iliyoibuka baada ya tukio hilo. Kutoka hapa Rwanzali, mkoa wa Tabora, jina langu ni Bravius Joas. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.